إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، وبارك اللهم على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله في العالمين إنك حميد مجيد. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله, katika jalsa yetu iliyotangulia tukaelezea kupitia aya hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaita waja wake walio dhulumu nafsi zao kwa kukeuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla adhihirisha katika aya hii mapenzi yake kwa waja wake na huruma kwa kuwalingania warudi katika tauba na kuomba msamaha, kwa sababu kwake yeye ndio marejeo kwa kila jambo. Tukaanza kuelezea mambo muhimu au nyasia ambazo atakiwa azifahamu yoyote yule ambaye kwamba aqbala ala Allahi au aqbala ila Allahi bitaubati as-sadiqa, amekabili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutubia na kurudi nyuma kwa yale ambayo kwamba alikuwa anayafanya. Tukaelezea baadhi ya nyasia ambazo leo tumefikia wasia wa 6 katika nyasia au bashair ambazo yuwapewa huyu mtu ambaye kwamba amekabili kutubia na kurudi kwa Allah Azza wa Jalla. Huwa al-ibti'adu an rufaqa'i as-su'i wa 'adamu mujalasatihim وعدم مجالستهم والتخلي عنهم. Katika mambo muhimu ambayo kwamba atakiwa ayafahamu na ayajue na kuyafanyia kazi mtu ambaye amerudi kwa Allah Azza wa Jalla na kufanya tauba, mambo ambayo yatamsaidia yeye katika tauba yake na kuyaepuka yale ambayo kwamba alikuwa ameyafanya, na kila ambacho kilikuwa ni sababu ni kuepukana na marafiki wabaya, marafiki ambao pengine wao walikuwa ndio moja ya sababu ya yeye kuingia katika yale maasi na madhambi. Na wa an yuzilla kulla ma yudhakkiruhu bihim, na kuondosha kila kitu ambacho kwamba kinakuwa na mfungamano na wao na kumkumbusha yeye kuhusu wao. Liannahum hum as-summul qatil, hawa marafiki mara nyingine wanakuwa ndio sumu hatari kwa maisha ya Muislamu au mwanadamu kiujumla. Rafiki ikiwa itakuwa si rafiki mzuri, basi huyu ni sumu katika maisha yako, si katika maisha ya akhera peke yake, hata katika maisha yako ya dunia na mafanikio yako na maendeleo yako ya kimaisha ya kidunia. Rafiki akiwa ni mbaya, basi wewe tayari umepata sumu ambayo kwamba inakulewesha kila siku kukuharibia na kukutoa katika yale mafanikio. Fakaifa idha kana hadha sahib au aljalis huwa mimman yudammiru alayka hayataka al-ukhra. Asa ikiwa huyu rafiki ni mbaya kwa maisha yako ya akhera,
basi ndiye hatari zaidi na watakia umwepuke. Wa idha tasahalta fi at-ta'amuli ma'ahum farubbama akhadhuka ila tariqihim thaniya, na ikiwa utakuwa ni mwenye kufanya wepesi katika kule kuamiliana nao, yani ni watu ulikuwa na urafiki nao, lakini ilikuwa barabara walioshika wao sio mzuri, ikawa ni sababu wa wao kukupoteza, basi usifanye tena tasahul baada ya hapo ya kujua kwamba hawa watu hawanifai tena mimi. Wa kam hadhara alquran fi haulai alqaum, Qurani imekuja mara ngapi kuja kutahadharisha Waislamu na marafiki kama hawa wabaya. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Siku hiyo ya majuto, siku kuu ambayo utakuja kuona uharibifu ambayo uliopitia na hasara ambayo kwamba umekwenda kuipata siku hiyo ya Kiyama, yaum al-mahshar. Kumbe sababu ilikuwa ndio rafiki yako fulani na mwendani wako fulani na fulani ambao kwamba mlikuwa mnafuatana pamoja, mnakula pamoja, mnalala pamoja, lakini hawakuwa ni watu wazuri. Hawa ambao kwamba ulikuwa ndio umekaa karibu na wao katika mambo yako yote, kiwashauri, siku hiyo utakuja kuuma vidole. Wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani, atakuwa ajuta, ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, laiti mimi ningechukua mfumo na barabara anayoitaka Mtume sallallahu alayhi wasallam na barabara aliyoifundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhi al-aya bilmunasaba iliteremka kwa moja ya masahibu wawili, Uqba ibn Abi Mu'ayt na mwendani wake Abu Jahl. Waqila nazalat fi al-Walid ibn al-Mughira. Hawa walikuwa ni marafiki, lakini urafiki wao walikuwa wapotezana, ulikuwa ni urafiki wa kupotezana. Kila mmoja alikuwa anampa mwenzake nasaha na ushauri ya kwamba huyu kijana aliyotumilizwa si kijana mwema, sio mtu mzuri, msimfuate, na kuwaambia watu wamwepuke na kufanya vitimbi kila sampuli. Lakini siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari aelezea hali yake ya kwamba atakwenda kujutia kwa huyu rafiki ambaye alikuwa amwepusha na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwenda kumsikiliza. Walikuwa mpaka wakiwafukuza watu au wakiwafanyia watu tanfir wakiwaambia kwamba la tasma'u ila hadha, la tasma'u hadha alquran walghaw fi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwasomea watu Qur'ani, walikuwa wanaambia msende kumsikiliza yule, msisikie kabisa haya maneno yake, haya maneno ya kichawi chao. Lakini watakwenda kujuta siku hiyo kwamba kwa nini hakuenda au hakumpa muda Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kumsikiliza na kujua ana malengo gani na risala yake ni nini, makusudio yake. Je, ile risala ni ya ukweli au ni ya urongo? Haya ndio utakwenda kujutia, kwa sababu haya yote aliyapata kwa rafiki yake. Ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, laiti ningemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ningekuwa tayari nimepata uongofu na nimepata hidayah na nimeokoka na hii adhabu. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, najuta leo kwa nini mimi nilimfanya rafiki fulani ndio rafiki yangu. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani, amenipoteza huyu na utajo na risala na nurul Islam, nurul hidayah, baada ya kuwa tumetumilizwa, umeletwa kwetu sisi. Baada muda mrefu watu walikuwa hawana risala, wakawa wamepotea katika ibadatul asnam wa shirk,
Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaletea uongofu, lakini ikawa kuna baadhi ya watu wanaofukuza, msiende kumfuata, msiende kumsikiliza. Haya ndio itakuwa ni majuto yao siku ya Kiyama. Ni rafiki, ya laitani ittakhadtu ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Na shaytani kawaida yake huwa ni hivyo, hukuacha mpaka pale ushakwenda kupotea, ushaharibikiwa, ndizo fahamu zitakuja, utakuwa sasa ushadhalilika, amekudhalilisha juu ya yale ambayo kwamba hali ambayo kwamba umefikia. Kwa hivyo rafiki akiwa sio rafiki mzuri, usiangalie hata ni nani, ni ndugu yako, ni akraba yako, maadamu barabara aliyoifuata yeye sio, basi wewe chukua hadhari moja kwa moja, uwe ni mwenye kumwepuka. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kadhalika elezea katika Qur'ani, فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. Yani baadhi ya watu watakuwa siku ya Kiyama wakiulizana, wewe aliyokupeleka huko ni nani? Wewe sababu ya kuingia wewe ya kukuingiza motoni ni nani? Basi itakuwa qala qailun minhum inni kana li qarin, nilikuwa na rafiki yangu yule ndiye alikuwa sababu mpaka mimi nilipofikia hapa nilipofikia. Huyu ni rafiki ambaye kwamba ni mbaya. Watakiwa wewe uangalie ni nani ambao kwamba utakuwa ni mwenye kufuatana nao. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu. Usione kwamba hapa ni mwema, yuko karibu na wewe na yale anayokuambia kwamba tuyafanye, hata kama yeye yuwafanya, lakini hakutakii khairi. Huyu ni adui ya nafsi yake, lakini siku ya Kiyama atakugeuka. Siku ya Kiyama atakugeuka. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu. Watakuwa ni maadui wale ambao kwamba walikuwa ni marafiki siku ya Kiyama, lakini marafiki wabaya illa almuttaqun, isipokuwa wale ambao kwamba walikuwa ni wacha Mungu. Hawa ndio watakuwa wakitafutana, wakishikana mikono, wakitafutana mpaka mmoja wao akiwa amemkosa mwenzake peponi, wanaulizana, tulikuwa na mtu fulani duniani, tulikuwa hatukosi sisi pamoja na yeye durus katika misikiti, kila wakati wa sala tulikuwa naye, kila wakati wa jambo la khairi tuko naye, Ramadhani tukifunga pamoja, tukifuturu pamoja, qiyamul layl, tahajjud. Hawa ndio marafiki wazuri ambao watakwenda kukutafuta siku ya Kiyama. Fama lana min shafi'ina wala sadiqin hamim, watakwenda kukufanyia shafaa siku ya Kiyama na kwenda kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fulani tumemkosa na alikuwa na sisi, labda alikuwa na makosa fulani, teleza fulani, akawa ni miongoni mwa watu wa motoni kusafishwa. Lakini Mwenyezi Mungu kwa ile shafaa ya marafiki wema ambao kwamba walikuwa nao, itakuwa ni sababu ya yeye kutolewa katika moto. Kwa hivyo kuwa mbali na marafiki baada ya kuwa mtu ashajivua na kujitoa katika makosa na madhambi ambayo kwamba alikuwa yafanya, hili ni jambo muhimu, kwa sababu itakuwa bado hujajitakasa na madhambi, ikiwa bado sehemu ambayo kwamba au sababu ya wewe iliyokufikisha wewe uko pale pale, sababu iliyokufikisha wewe katika madhambi iko pale pale. Ule rafiki yako ambao kama ndio alikuwa akikuchukua kukupeleka mahali pabaya, bado mpaka leo wewe wafuatana naye, kisha wewe umetubia. Yule rafiki yako ambao kama alikuwa ndio akikupeleka maskani, wewe umetubia, lakini bado mpaka leo umefuatana na yeye. Wewe tu cha zaidi umevaa kanzu na kofia, umeshika tasbihi, lakini uko pale pale maskani. Kesho vile vile hizo utazitoa, utarudi tena pale pale. Athari ya rafiki mbaya ni hatari sana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotupigia ule mfano, ni mfano ambao kwamba uko wazi, ambao kila mmoja atakiwa achukue na hadhari waqi'iyan. Mathalul jalisi salih wal jalisi sui kahamilil miski wa nafikhil kir. Huu ndio mfano wa wazi kabisa, mfano wa rafiki mzuri na mfano wa rafiki mbaya
ni mfano wa mtu anayeuza marashi, anayebeba manukato, na yule ambao kwamba anafanya biashara ya kupuliza viriba, kufanya vyuma vile. Sasa hamilul misk, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba ukifuatana na yeye, imma an yabi'a an yabta'ak au tajida minhu raihatan tayyiba, aidha utanunua kwake yale mafuta utayapenda, au kwa kuwa umefuatana na yeye basi ile harufu mzuri itakuingia. Naam, hii ni kawaida kwa sababu ya mazingira. Wewe angalia tu wale wanaotoka sehemu za sokoni, mfano soko la Papa pale. Kitoka pale sehemu ya soko la Papa wewe, alafu mtu akukuta nje, atafikiri kama wewe ndio ulikuwa wauza zile papa, kumbe hata umeingia tu ulikuwa na wewe ununua, ukitoka harufu imekufukiza. Na vile vile ukiingia katika duka la harufu mzuri, ukiingia namna lile duka linavyofukizwa na kila sampuli ya mafuta, kila mmoja yajaribu hii, moja yupaka hii, basi ukitoka pale unaona kama na wewe umepakwa yale mafuta. Sasa Mtume atuambia aidha utanunua, utapenda yale mafuta, au yeye akupake yale mafuta. Yani jaribu hii ni nzuri, nimeleta jana, yani ya kujaribisha hii, pengine utaipenda. Ukitoka pale wewe hujanunua kitu, lakini unanukia vizuri. Sasa amekupasha yale harufu mzuri kwa sababu ya mazingira. Wanafikh alkir, na yule ambao kama ni mpuliza vyuma viriba, naye mfano wake ni mtu umekaa naye yeye, huku achoma vyuma, huku yapuliza moshi, tete zile za moto za ruka. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia huyu aidha atakuchoma, kwa sababu wakati wa kupuliza zile vyuma kuna tete za moto zinatoka, zitarukia nguo yako, ingie ikutobolee nguo, ikuharibie nguo. Au kama hukupata haya yote utasalimika nayo, ukitoka kutoka na harufu za moshi, wanuka moshi. Sasa mazingira ni muhimu sana. Wakati mtu ameamua kurudi nyuma na kutubia kwa Allah azza wa jalla, ajaribu vile vile kubadilisha mazingira. Na ikiwa mojawapo ni marafiki wabaya, basi ni muhimu sana kuwa ni mwenye kuepuka nao. Na moja katika ulimwengu wa leo, katika wale marafiki wa hatari wa kwamba wako na wengi hawaoni kwamba hawa ni marafiki wabaya, ni mawaqi at-tawasul al-ijtimai. Mawaqi at-tawasul al-ijtimai ni hizi vitu viliobebwa na hizi simu zetu. Zamani ilikuwa watu wakipiga vita TV na haribu watu vipindi. Siku hizi ziko smartphone karibu nchi 100 na ziko majumbani zimewekwa, hakuna hata mmoja naye angalia. Lakini kuna hatari zaidi ya hizo, simu hizi. Tena simu si simu tu, na zile applications zilizoko ndani. Pengine wewe moja sababu ile kufanya wewe kupotea na kuharibika ni application moja unayotumia, ni TikTok. Ukiingia kule wewe, mambo unayoyaona ya kuharibu akili yako, ya kuvuruga, ya kufanya mpaka shahawa ziwe zitakuwa juu, ya kufanya mpaka unayoyaona uwatafute wale unawaona kule. Sasa huyu ni rafiki mbaya, lazima pia umfahamu, na dawa yake ni kwamba futa hiyo application ambayo kwamba wewe ndio sababu ambayo kwamba unaona inakuharibia na huwezi wewe kukaa nayo katika simu yako, au ilikuwa ndio chanzo. Kama ni Facebook vile vile ifute, kama ni YouTube futa. Hatusemi usitumie simu. Ulimwengu wa leo simu ni dharura, ni sehemu katika maisha yetu, lakini angalia katika simu ni kitu gani ambacho ni sababu ya wewe kupoteza muda na kukuharibia mazaji, mudi wako, kukutoa katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayapendi. Ikiwa unajua viliomo ndani, moja kati ya hivyo vitu hivi ndio vinaonishawishi mimi na kufanya labda ukeshe usiku mzima, ukae na simu saa zote, wewe angalia ujulikane, uangalia, yani wa scroll kile unachokiona sicho, wasonga mbele masaa 3, watafuta hujui hatukujui watafuta nini. Basi hili ndilo jambo au ndio rafiki mbaya ambao kwamba umekaa naye na iwakudhuru na wewe pengine humjui. Al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar
asema katika Fathul Bari, ajma'u ala annahu la yajuzu alhajran fawqa thalathin illa liman khafa min mukalamatihi ma yufsidu alayhi dina. Atuambia kwamba mtu kisheria haifai kumgura mwenzake zaidi ya siku 3, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema katika hadithi kwamba haifai muislamu, la yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Muislamu hafai kumgura mwenzake zaidi ya siku 3, na mbora wao ni yule ambaye kwamba atamsalimia mwenzake mapema. Lakini ikiwa ajihofia nafsi yake kwamba huyu mtu akikaa karibu na yeye, akiendeleza urafiki na yeye, yakhafu ma yufsidu alayhi dinahu au yudkhila minhu ala nafsihi dunyahu madharratan, akawataogopea huyu, mimi ataniharibia msimamo wangu na dini yangu, huyu ndiyo sababu ya mimi kufanya jambo fulani, huyu alikuwa ndio sababu ya mimi kuingia katika masala ya bet, alinishawishi mpaka mimi kawa nimeingia katika masala ya kamari, aniletea ma application hizi na website hizi bwana, pesa hizi, lakini mwisho ukajikuta kwamba wewe umekuwa ni mlevi wa hizo website za kubeti na kamari, watafuta kila njia muhimu upate pesa. Sasa ulipoamua kurudi na kufanya tauba, basi huyu rafiki kaa mbali naye, huyu rafiki si mzuri. Au yudkhila minhu ala nafsihi au dunyahu madharratan, akawa ataogopea kuhusu huyu mtu atamuharibia na kumtilia madhara katika dini yake au dunia yake, basi kumgura mtu kama huyu katika sheria yafaa kuwa mbali na yeye, kwa sababu huyu atakuwa ni mwenye kukudhuru na hafai kabisa wewe kuwa karibu na yeye. Akasema wa rubba hajrin jamilin khairun min mukhalatatin mu'dhiya, huenda ukamgura mtu ikawa kule kumgura kwake au kukaa mbali na yeye ni khairi na ni bora kuliko urafiki na tangamano ambalo litakuwa linaudhia ndani yake. Na rafiki mbaya huyu atakuwa naudhia bila shaka, manake huyu namna alivyodidimia yeye katika yale mambo, imekuwa sasa ni vigumu wewe kumshawishi yeye kumtoa, isipokuwa yeye pawa yake ni nguvu ya kukuweka kule. Na naam, huyu rafiki au mtu akiwa amefikia hali hii, huwa ni hatari sana wewe kuweza kumtoa, bali nguvu yake imekuwa kubwa kiasi yoyote anayekaribiana na yeye huwa ni rahisi kwake kumvuta kuliko mtu kumtoa. Sasa rafiki kama huyu, wewe sio kukaa karibu naye, wala kumgura kwako si makosa kisheria. Kaa mbali na yeye, kwa sababu kule kukaa mbali ni kheri na ni bora zaidi kuliko ukaribu ambao kwamba mtauweka kisha uwe utakuwa ni wenye kuleta udhia. Na kadhalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi asema, hajru al-aasi wal-mubtadi' bihasabi al-ahwali wal-masalih, kumgura mtu ambaye kwamba ni asi, kwamba ni huyu rafiki mbaya tunazungumzia, au al-mubtadi' au mtu wa bid'a, bihasabi al-ahwali wal-masalih, hii itazingatiwa kulingamana na hali na nini na maslaha. Sasa ikiwa wewe umejikuta kwamba mimi huyu rafiki ndiyo ilikuwa sababu na chanzo kikubwa cha kunipeleka pale aliponifikisha, kunipeleka sehemu za hatari, kunitia mimi katika kila sampuli ya maasi, kuniunganisha mimi na watu ambao kama sistahiki kuungana nao, mpaka manake saa nyingine watu hawa hukufikisha wewe mahali ambapo hata wao hawajafika, na wewe kwa kuwa ni mgeni, basi ukiingia waingia mzima mzima, yeye pengine ashafanya ashazoea, kisha baadaye hata wewe utajikuta ndio kwamba kila kukikucha wewe wataka kuendelea mbele zaidi. Leo umefanya hapa, kesho amekusongeza mbele, amekupelekana pale, na kesho kutwa amekuongezea hili, kila waona nafsi yako ina kiu. Sasa rafiki kama huyu, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi atuambia kwamba kuwagura watu kama hawa basi inaangaliwa hali na maslaha. Na bila shaka kwa wewe mtu ambaye kwamba umetubia
na umerudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe ni haki zaidi uwe utakuwa ni mwenye kumgura na kukaa mbali na mtu kama huyu. Hii ni nasaha au wasia ambao anatakiwa ajue mtu ambaye kwamba ni mwenye kutubia na kurudi kwa Allah Azza wa Jalla, kwa sababu usipobadilisha mazingira, ni mfano umeoga kisha ukarudi ukavaa lile nguo lako la uchafu ambao kwamba ulikuwa labda umelipaka matope na umeliharibu, kisha ukaja ukarudi ukalivaa lile, itakuwa kuoga kwako na kujisafisha kwako hakuna faida yoyote, ni pale pale umerudi katika najisi. Kadhalika katika nyasia ambazo kwamba anahusiwa huyu mtu ambaye kwamba ni mwenye kutubia na kurudi kwa Allah Azza wa Jalla, an yas'al Allah athabat, an yas'al Allah athabat ala tilka at-tauba wa ala dhalika al-hal. Amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe thabat, ampe nguvu, ampe uwezo wa kubakia pale, ampe istiqama, kwa sababu si rahisi ndugu zangu nafsi kuacha mambo yaliyozoea kwa haraka na kisha baadaye kuweza kuendelea katika kuacha yale mazoea yake. Nafsi kuacha mambo yaliyozoea sio rahisi, hususan katika mlango wa maasi, kwa sababu huku nguvu yake ni kubwa. Nguvu ya maasi inayopiganiwa na inaotiliwa vishawishi na kuvutwa ni kubwa sana katika nafsi. Shaitani, nafsi yako, hizi maghrurat za kidunia, kila sampuli ya vitu viko vinaokuvuta wewe na kukupeleka na kukurudisha kule ulipokuwa huko. Kwa hivyo wakati huu ulipoamua kurudi kwa Allah Azza wa Jalla, basi yatakiwa umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala thabat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukitishe katika ule msimamo na ile hatua na ile azma uliochukua, au la sivyo ni haraka na wepesi utajikuta tayari usharudi, utajikuta haraka usharudi. Na leo wengi wanakutwa na wimbi hili. Mtu atatubia, tamuona amebadilika siku 2-3, kisha baadaye amerudi tena hapo hapo. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia nini katika Qur'ani: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ewe Mola wetu, la tuzigh qulubana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yulhimuna hadha ad-du'a linas'alahu ath-thabat ala at-ta'ati wal-istiqama. Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani, kwa maana tumuombe yeye hii dua ya kutupa msimamo. Rabbana la tuzigh qulubana, usiupotoshe tena, usizipotoshe tena nyoyo zetu, usiziache zirudi katika upotevu. Baada idh hadaitana, baada ya kuwa umetuneemesha na kutupa uongofu, usiziache nafsi zetu zirudi huko. Wa hab lana min ladunka rahmatan, na utupe kutoka kwako rahma ambayo itatuwezesha sisi kubakia katika tauba. Innaka antal wahhab, wewe peke yako ndiye unayeweza kutupa jambo kama hilo. Naam, wallahi ni dua ambayo Muislamu atakiwa awe ni mwenye kuiomba asubuhi, jioni, usiku, mchana. Si kwa tauba tu, hata kwa ibada hizi ndogo ndogo tunazozifanya, hizi sala tunazoziswali, saumu tunazozifunga na sadaka ndogo ndogo tunazozitoa, wallahi tutakiwa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe thabati na istiqama tuweze kudumu nazo, tubakie. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Usisahau hivi vita hivi vinaendelea
wewe kutubia kwako, kurudi kwako kwa Allah azza wa jalla, usione kwamba basi shaitani mimi nimemshinda na yeye pia ameshindwa nguvu, basi kuanzia sasa haniwezi tena. La, siraa baina alhaqi walbatil wa baina at-ta'ati walma'siyah mustamirra ila qiyam as-sa'a. Vita hivi shaitani haviachi, kwa sababu ni ahadi yeye alichukua, la ughwiyannahum ajma'in. Shaitani yeye atafuta watu ataka kwenda nao katika moto. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Usione kwamba tauba yako ya mara moja utaacha, au ukianza kufanya ibada na amali basi usione kwamba wewe ushakuwa na nguvu, shaitani atakuacha ameshindwa na wewe. La, hapa ndipo utakiwa uzidishe kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akupe thabati na istiqama katika tauba, katika amal salih, katika jambo lolote la khair unalofanya. Umuombe Allah azza wa jalla aendelee kukupa nguvu na kukuwezesha. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. Ewe Mola, tumiminie, tena sio tupe, maanake huenda ikawa kukupa ni kidogo, lakini kukumiminia yaonesha kwamba hili jambo twalihitaji kwa wingi. Rabbana afrigh alaina sabran, ewe Mola wetu tumiminie subira, tuweze kuvumilia kubakia katika hii hali ya istiqama na amal salih na tauba. Wathabbit aqdamana, na ushike nyayo zetu, uzishike miguu yetu yasiwe ni yenye kubanduka na kuondoka. Wansurna ala alqawmi alkafirina, na utunusuru na watu ambao kwamba ni makafiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam kana min a'zami du'aihi, alikuwa katika dua kubwa ambayo kwamba yuziomba kama anavyotuelezea mke wake radhiyallahu anha Aisha, Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, Allahumma ya muthabbital qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muthabbital qulub, ewe unazithibitisha na kuzikitisha nyoyo, thabbit qalbi ala dinik, basi moyo wangu na kuomba uthibitishe, ushikilie, ukanyagie hapo hapo, niwe katika dini yako, niwe katika muongozo wako, niwe katika msimamo. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atik, ewe unaogeuza nyoyo. Innal qulubu baina usbu'ain min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Huyu moyo unageuka wakati wote, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayekontrol. Kwa hivyo muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au thabat ala ta'atihi, ubakie daiman uko katika taa yake, uko katika toba, uwe katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwapenda. Ni dua muhimu ambayo ayuha taib watakiwa uwe ni mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukithirishe dua hii, kwa sababu wewe peke yako haitoshi nguvu au hatua ulioichukua ya kufanya tauba kwamba basi tayari ushaweza kupambana na adui yako. Adui huyu nguvu zake ni kubwa, na mbinu zake ni nyingi, na hila zake ni nyingi, na talbisat za Iblis ni nyingi sana. Pengine huweza kukupatiliza mpaka katika taa, kama alivyotuelezea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Shaitani njia za kumpoteza mwanadamu haiko tu katika zile shahawati ndani ya ibada. Talbis Iblis hukuletea paka ndani ya ibada, akawa yakupotosha, yakuharibia, na wewe hujui, lakini ujiona ufanya khair ndani ya taa. Kwa hivyo muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe thabat na aukitishe moyo wako katika taa na ibada ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayeiridhia na ndiye anayeipenda. Jambo la 8 katika nyasia ambazo kwamba at-taib ni muhimu kujua, afahamu kwamba qad yajidu su'ubatan, ajua kwamba atapata shida wakati huo ndio amerudi na kutubia na kubadilisha mazingira ya iman kutoka katika mazingira ya maasiya kuja katika mazingira ya taa. Sasa huku lazima kutakuwa na changamoto nyingi, basi ajue
hapa atakiwa awe na mujahadatu nafs, apambane na nafsi yake. Mujahadatu an-nafs, ziwie nafsi yako, isubirishe. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha, isubirishe nafsi yako pamoja na wale wanaomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asubuhi na jioni, wakitafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ahlul khair wa ta'a, kwa sababu wakati huu ni wakati mzito, na usipojisubirisha na kupambana nafsi yako juu ya hili, huenda ukateleza na ukaharibu tauba yako. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuahidi katika kipindi hichi kwamba atakuongoza njia yake, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin, wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kupambana, watapigana na nafsi zao, jahadu fina, kwa ajili yetu, watajiziwia na kujisubirisha na kupambana na nafsi zao na hali wanazozipitia kwa sababu ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa ajili ya wao wameamua kurudi kwa Allah Azza wa Jalla, basi lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia tutamuongoza huyu, lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwezesha katika hiyo njia, lakini mpaka na wewe uwe utakuwa ni mwenye kupambana na kung'ang'ana na nafsi yako, usiiwachilie haraka haraka na usiyafanye mambo kwa mazito. La tastas'ib al-umur wala at-ta'at abadan. Hicho ni kipindi muhimu kwako sana katika maisha yako, na Allah Azza wa Jalla yuko na wewe na atakufungulia milango na nurul hidayah uweze kupambana na hayo matatizo yote, lakini mwanzo lazima nafsi yako utakuwa ni mwenye kujisubirisha. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kukuongoza. Jambo la 9 katika nyasia hizi ni kusoma sira na qisas as-salihin was-sahaba at-taibin, kusoma habari za waliotangulia, namna gani walivyofanya tauba, namna gani walivyorudi nyuma, yalitokea nini baada ya wao kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisoma haya mambo au hizi habari za wema waliotangulia, itakupa moyo. Kwanza utajikuta kwamba si mimi peke yangu ambayo kwamba nimefanya madhambi, si wewe peke yako ambaye kwamba umefanya makosa, si wa kwanza wewe kutubia. Wametangulia umma na watu waliofanya madhambi pengine hata makubwa hata kushinda yako, lakini wakarudi wakatubia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akawakubalia tuba yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Na yote hayo kusimulia katika habari za waliotangulia manabii, ma nuthabbitu bihi fuadak, ni mambo ambayo kwamba tunakupatia nguvu na kukufanya uwe na thabat katika kifua chako. Na naam, hili litakupa nguvu, litakupa moyo. Kumbe kuna watu walitangulia wakafanya madhambi, walitubia kwa Allah Azza wa Jalla, tena walikuwa watu wema, walikuwa watu wazuri baada ya tauba, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasamehe madhambi yao, na mimi naweza nikatubia. Kumbe kuna watu walifanya madhambi makubwa na wakarudi kwa Allah Azza wa Jalla. Hili litakupa moyo na kuona kwamba rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wasi'a, na hakuna dhambi mbele Allah Azza wa Jalla ma'a taubati wal istighfar. Ukiangalia sira katika watu waliotangulia za tauba, unapata kwamba kuna qisas maarufa. Mmoja yule bwana ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amsimulia katika Bani Israila, qatala 99 nafsan, alikwenda akaua watu 99, aliua watu 99. Kisha alipokwenda kutafuta
fatwa na kuuliza kwamba mimi hii hali nilionayo, makosa haya ambayo kwamba nimefanya nilivyofikia, kweli naweza nikasamehewa nikatubia na Mwenyezi Mungu akanikubali. Alipokwenda akapata mwanachuoni mmoja ambao kwamba hakupewa hikma. Aweza kuwa mtu ana ilmu lakini hakupewa hikma. Wa man yuta alhikmata faqad utiya khairan kathira. Sasa huyu alipoelezewa kwamba mimi, ule mtu alimwambia kwamba nimeua watu 99 na sasa nataka kurudi kwa Mwenyezi Mungu, hivi kunao njia au kunao nafasi mimi na mimi kuweza kurudi? Ule bwana akamwambia kwamba wewe huna tauba tena, huna tauba tena, wewe subiri tu ufe uende zako motoni. Yule bwana akasema kama ni hivyo basi fadhali na wewe pia nikumalize, nifunge hisabu. Sasa mimi nimeua watu 99 na sina tena tauba, fadhali nikukamilishe na wewe hisabu yangu iwe 100, nikienda motoni niende motoni kihalali. Na mara nyingi huwa ndivyo wanadamu tulivyo. Mwanadamu ndivyo alivyo. Ukimkatisha tamaa katika jambo, basi naye hutaka kuhitimisha. Ikiwa basi kuiba haifai au kuchukua hichi kitu ni haramu, basi fadhali mimi nichukue kabisa, niibe vizuri. Kama kufanya hivi haifai, fadhali nifanye kwa uzuri. Ushafahamu sio? Sasa huwa tayari umemfungia, umezidi kumfungulia ule mlango wa shari. Ule bwana akauliwa na yeye, lakini ikawa nafsi bado ya msuta yule, akawa na mimi haiwezekani, sitoweza kuishi hali hii, hemu nijaribu kuendelea tena kutafuta hali. Alipokwenda kaulizia mwanachuoni mwingine, akaenda akamwambia, waman yahulu bainaka wa baina Allah, nani ambaye kwamba atakuziwia baina yako wewe na baina ya Allah azza wa jalla. Na pengine mtu anaweza kusema huyu labda alisikia habari ya yule mwenzake aliyeuliwa ndo akasema mimi sina haja ya kutoa fatwa nyingine na mimi kaenda. La, huyu ni hikma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomjalia. Maana kuna kile kisa cha simba na fisi na alwahshi, ule punda mlia, alikuwa na fisi pale, alikuwa na simba, alafu alikuwa na huyo punda mlia. Sasa walikuwa wamewinja kiwinjo kizuri mnyama pale cha paa, wanapenda ile nyama ya paa ghazal. Sasa aliambiwa kwanza yule fisi, hemu mgawanya huu paa, tutamla vipi? Wamekaa marafiki wao. Sasa yule fisi alisema, huyu paa mguu mmoja, yani ubavu mmoja yule mzima ni wako, utakula asubuhi, alafu huu wa pili ni wangu, litakula mchana, alafu hii sehemu ya kichwa tutampatia ule punda. Basi alipata kibao kimoja kofi, akafa pale pale. Yule fisi alipogawanya alipigwa kofi moja, maana yake amemgawanya, amempa simba chakula chake cha asubuhi, yeye amechukua na mchana. Basi yule alikula kofi akafa pale pale. Sasa akamwambia, ayuha alwahshi alhimar, sasa nimekupatia wewe ugawanye. Maana yake huyu naona hakugawanya vizuri. Ule akalipoambia gawanya, akamwambia huyu paa sehemu ya mguu utafanya iftar, chakula chako cha asubuhi, Somalia wanaita qura, hii itakuwa qura. Alafu hii sehemu nyingine tutakutengezea qadha, chakula ya mchana. Alafu hii supu ya kichwa tutakufanyia usiku. Maana yake yeye hakujipatia fungu lolote, yule mnyama mzima mgawanyia yule simba. Akamwambia, ni'ma alqismatu hadi, yani wewe unajua kugawanya sana, umejuaje kigawanyo hichi? Akamwambia, nimejua hichi kigawanyo kwenye ile kofi ya kwanza uliyomtia ulimpiga yule fisi. Ulipompiga mimi nilijua tayari hapa namna kugawanya vipi. Kwa hivyo huwa aligawanya kwa kuogopa. Na huyu arrahib alipotoa ile fatwa, si kwa sababu labda alisikia yule aliuliwa, hapana. Mwenyezi Mungu alimpatia ilmu na hikma, alimwambia, bwana, hakuna mtu ambaye atakuziwia baina yako wewe na Mungu wako, lakini nitakushauri tu hapa ulipo, mazingira ulionayo sio mazingira ya wewe kuweza kukaa na kufanya tauba kama yale tulizungumza kuhusu rafiki. Alimwambia, hapa toka, lazima ubadilishe kabisa. Ukiwa umeamua
kuondoka au kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutubia, basi angalia kila kilichokuwa ni sababu. Kwa sababu pengine sehemu alikuwa anaishi wale watu ambao kwamba walikuwa na adawa na vita baina yake yeye na wao, takuwa waona. Maanake mara nyingi mtu wa kuwaua hawa ni watu wenye vita vya ukabila, vita vya ufamilia au za kigrupu, kama vile tunavyoona leo. Utaona vijana kutoka sehemu fulani wanakuja sehemu fulani, wanapigana, wanauana, wengine wanataka vita hivi. Mtu ambaye kwamba ataka kutubia na bado yuko maeneo yale hawezi, kwa sababu kesho kama yeye hamuui yule akimuona atataka kumuua, vitaendelea. Kwa hivyo alimwambia, wewe bwana, hapa mahali hapa kufai, toka nenda sehemu fulani, kule kuna watu wazuri na sehemu amani ya wewe kufanya tauba, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakukubalia. Huyu bwana alikwenda akafa, ikawa ni sababu ya kuingia peponi. Ni kisa kirefu kidogo, lakini mahalu shahidi ni kwamba tauba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtaka mja wake arudi wakati wowote na kwa dhambi yoyote ambayo kwamba atakuwa ni yenye kuifanya, wala asione mzito. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kumkubalia huyu rajulun min bani Israila. Wanachuoni wanazungumzia hapa hii sehemu hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuitaja, aelezea watu wa bani Israil, ummatun qad sabaqat wa khalat, waliotangulia na hawashindi fadhila zao umma wa bani Israila kushinda fadhila za ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummati. Kwa hivyo kurudia kwako wewe, kurudi kwako nyuma na kutubia kwa Allah azza wa jalla, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala milango yake ni mikubwa na mpana zaidi, na yuwafurahi na yuko tayari kukupokea, na wakati wowote Allah azza wa jalla atakusamehe. Na mfano wa visa kama hivi wa watu waliotubia viko vingi, ukiweza kuenda kuvisoma au kusikia mawaidha qisasut taibina, uweze kupata moyo na kurudi nyuma, ikupe morali wewe kurudi kwako kwa Allah azza wa jalla, kwa sababu utahisi kwamba naam, iko nafasi mimi naweza nikatubia na nikarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naona tutosheke na nukta hii kwa leo. Biidhnillah tutaendeleza hizi baadhi ya nyasia katika kikao kitakachokuja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.